kabisa. Hivi karibuni serikali kupitia ofisi ya Rais maendeleo ya vijana imeandaa shindano la vijana uchumi challenge lenye kauli mbiu ya wana tunafikiri taifa linasonga. Imekaa kijenzi kabisa. Shindano hili linalenga kukuza mawazo ya vijana yenye ubunifu yanayotekelezeka na endelevu katika kulinda na kukuza uchumi wa taifa la Tanzania dhidi ya athari za misukosuko ya kimataifa. Shindano hili linahimiza pia ushiriki wa vijana, kijana yoyote yule ambaye ni Mtanzania mwenye umri wa miaka 15 mpaka 35, ambapo kijana atawasilisha wazo lake kwa njia ya maandishi yasiyozidi maneno 300 ama kwa njia ya video isiyozidi dakika 3. Hapa studioni niko na Kevin Kibenje ambaye ni mjumbe kutokea kamati ya vijana uchumi challenge, pamoja na Ibrahim Mganyi ambaye ni afisa maendeleo ya vijana kutoka ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Tukilitazama hili kwa kina, lakini kama una maswali tuandikie kwenye channel yetu ya YouTube ili Kevin pamoja na Ibrahim hapa waweze kuyajibu. Karibuni sana. Asante sana. Tuanze na Ibrahim. Shindano hili ama challenge hii ina maana gani kwa vijana? Asante. Shindano hili lina maana kubwa sana kwa vijana kwa sababu kama tunavyofahamu vijana ndio nguvu kubwa ya taifa hapa nchini. Kwa hiyo tunapokuwa tunaleta shindano hili tunataka tupime, tuone mawazo yao kwamba nchi yetu inapokuwa inapita, dunia inapokuwa inapita kwenye misukosuko, changamoto za kiuchumi, teknolojia na majanga mbalimbali, je, vijana wetu wanawezaje kufikiri ili kusaidia Tanzania iweze kujikomboa kutoka katika changamoto hizo. Kwa ndo maana tukaja na hilo shindano ambalo litakuja kutoa majibu sasa kutoka kwa vijana wenyewe ambao watakuwa na majibu ya moja kwa moja kuweza kusaidia Tanzania inaweza kujisaidia namna gani kutoka kwenye changamoto hizo. Kijana anakwenda kunufaika vipi na shindano hili? Kijana anaweza kunufaika kwa namna mbalimbali. Kwanza, shindano hili tutakuwa na tuzo ambayo tunasema kama zawadi ya milioni 50 kwa kijana ambaye atanufaika, kwa kijana mmoja ambaye ataongoza, lakini pia tutakuwa na milioni 30 kwa kijana ambaye atashinda nafasi ya pili, then tutakuwa na milioni 15. Kama atanirekebisha wenzangu hapa. Kwa hiyo vijana watanufaika, lakini pia tuna wale vijana 100 ambao watapita kwenye mchujo wa robo finali ambao watapata mafunzo mbalimbali, lakini pia tutapatia vyeti ambavyo watavitumia kuweza kunufaika. Lakini sio hivyo tu, tutaweza kuwaunganisha na fursa mbalimbali kwa taasisi za umma, lakini pia na taasisi binafsi. Kwa hiyo tutatengeneza fursa ambayo kijana hatojutia kuweza kushiriki katika shindano hili. Kevin, umechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati hii ya mashindano. Kwanza hongera sana. Asante sana. Ulipopokea taarifa hii kwako ilimaanisha nini? Mimi kwanza ilimaanisha heshima, lakini pia kuonekana kwamba mimi pia ni sehemu ya vijana na naweza nikawa sehemu ya kuwasaidia vijana pia kuweza kutimiza ndoto zao, hasa kupitia shindano hili la vijana uchumi challenge. Mtatumia mbinu gani kukusanya mawazo ya vijana? Mbinu ambazo zitatumika kwanza ni mbinu ambazo sisi kama kamati tulikaa na tukaona kwamba hizi ndio mbinu sahihi ambazo tukazitumia, ambapo kama hivi tunatoa elimu kwenye vyombo vya habari, tunatoa elimu kwenye mitandao ya kijamii, tunatoa elimu kwenye semina, na kuwaomba na kuwataka vijana waweze kushiriki kwenye hili shindano, ambapo watatoa mawazo yao kupitia ile linki ambayo tutataja sema hapo wanaweza wakaipata. Kwa hiyo baada hapo mimi kama moja huwezi kuitaja sasa hivi Kevin? Naweza nikaitaja kwa kuisoma. Naweza nikaitaja kwa kuisoma, lakini wanaweza wakaipata pia kwenye ukurasa wa vijana ambao ni OR vijana Instagram. Kwa wakifika pale kwenye OR vijana Instagram wataona hiyo linki kwenye bio yao ambayo ni bit.ly/vijana uchumi challenge 2026. Nadhani njia rahisi ni kwamba akienda pale kwenye ukurasa wa Instagram wa OR vijana, kwenye bio itakuwa rahisi. Sidhani kama kuna mtu anaweza kuandika hivi sasa. Vijana uchumi challenge akishaingia hapo akibonyeza hiyo linki, basi pale kuna fomu ambapo atajaza taarifa zake na kuwasilisha mawazo yake, na sisi baada ya kipindi hiki cha wiki 2 mpaka tarehe 30 tutayapata yale mawazo pamoja na kuchuja yale mawazo na kupata mawazo ambayo yataingia kwenye 100 bora. Ni aina gani ya mawazo ambayo mnataka?
Mawazo ambayo tunataka kwanza ni mawazo ya kibunifu. Kwa hiyo vijana wawe na ubunifu. Na tunapozungumzia ubunifu sio lazima kitu kiwe kipya, lakini angalau kile kitu ambacho kinaweza kikaendana na ambacho kinaweza kikaboreshwa. Kitu kinaweza kilikuwepo, ni kipya au kilikuwepo, kinaweza kikaboreshwa. Kwa jambo la kwanza ni ubunifu. Lakini jambo la pili yawe ni mawazo ambayo yanatekelezeka. Kwa hiyo mawazo ambayo tunakusanya yale ambayo yanatekelezeka. Unaweza kuwa na wazo zuri lakini kama halitekelezeki, ina maana hilo halitapita. Lakini jambo la tatu lazima liwe endelevu. Lakini jambo la nne ambalo pia ni la msingi sana, hilo wazo lazima liwe linaweza kulinda na kukuza uchumi wa Tanzania, hasa wakihusisha kutokana na ile migogoro ambayo sasa hivi tunaiona, migogoro ya kimataifa, vita, mashindano ya kiuchumi pamoja na teknolojia. Kwa hiyo angalau ikikizi vigezo hivyo vitano, basi hilo litakuwa ni moja ya wazo ambalo ni bora na linalohitajika. Ibrahim, niambie, najua mtapokea mawazo mengi sana na mengine hayatapita kama ulivyosema. Mtayatumia vipi yale ambayo hayajapita? Mwingine ana wazo zuri tu lakini labda limezidiwa na mwingine na huenda ni la muhimu. Asante. Tuna maafisa vijana nchi nzima ambao katika shindano hili ambao tunaifanya watahusika moja kwa moja. Kwa hiyo kwa vijana wale ambao hawataweza kupita mawazo yao, hawataweza kupita moja kwa moja, basi tutawaliki moja kwa moja na maafisa maendeleo ya vijana wote ambao kwenye halmashauri zote nchini, ili waweze kuwapa elimu namna gani wanaweza wakati mwingine wakafanya bora zaidi. Watu kafanya bora zaidi ukimaanisha nini? Waje na mawazo mazuri zaidi na bunifu zaidi kama alivyoeleza mwenzangu hapa. Ninachomaanisha Ibrahim, nadhani Kevin utakuwa umenielewa. Mnataka washindi watatu. Lakini katika ile top 10 labda mawazo yao yote ni mazuri sana, lakini tu sasa kwa kuangalia labda hata nyinyi majaji mnaona kama kwa kweli hii shughuli hata kibwebwe kinataka kufunguka. Mkiangalia wenyewe mnaona kweli yanatekelezeka, lakini basi limit ya washindi ni watatu. Kuna haya 10 zaidi yanakwenda kutumika vipi? Achilia mbali labda yale 90 na 80 mingine. Kwa haya 10 ambao watakuwa ni washindi wetu 10, tutakuwa nao. Kwanza kabisa kama nilivyosema awali, tutawapa mafunzo na tutawaunganisha na sekta mbalimbali za binafsi na za serikali. Lakini pia ni platform. Hii shindano ni platform kubwa sana ambayo kijana mwenyewe anaweza akajitangaza. Kwa hiyo kupitia hili jukwaa kijana ataweza kufahamika na wazo lake litaenda kufahamika ndani ya nchi yetu. Lakini pia tutahakikisha pia tunalinda mawazo yao kwa maana kwamba yasiweze kukopiwa kwa watu wengine tofauti. Kwa hiyo kwa namna hiyo hao vijana 10 ambao tutaweza kuwapata watafanya, lakini sio 10 tu, hata wengine 130 pia. Hapo kwenye platform kweli bwana, nikipostiwa kwenye page ya Kibenje pale. Najiona dunia imeniona. Unaweza jamani, milioni 50 nyingi, lakini pia ndugu mtangazaji, mwanzoni nilisema pale vijana washindi watakuwa watatu, ambapo mshindi wa kwanza atapata milioni 30, lakini mshindi wa pili atapata milioni 15, mshindi wa tatu atapata milioni 5, lakini kutakuwa na hawa ambao watakuwepo 100 bora. Ile 50 ulikosea. Ile 50 nilikosea, ndo naiboresha. 50 ndio inoshindaniwa sasa. Hapo sawa. Kwa hiyo hawa 100, kwa sababu tutakuwa na ile kundi 100 bora, tutawapa vyeti vya kutambua yale mawazo yao ambayo yatakuwa yanawasilisha kwetu. Wale 100 bora. Okay. Jamani, kama unavyoona hapa Captain Morgan iko hapa. Kama uko nyumbani unasikiliza, kama umekaa kijiweni pale unaangalia, iwe ni YouTube ama ni wapi, mwambie mangi ama waiter pale kwenye restaurant ambayo umekaa, basi akuletee Captain Morgan, alafu unaweza kuichanganya na cola ama tangawizi ama kitu chochote kile, barafu kama hauna matatizo ya kiafya kama mimi. Alafu mambo yanakuwa mazuri kabisa. Ibrahim, vijana ni kundi ambalo limekuwa likilalamika sana kuhusiana na ukosefu wa ajira. Kwa nini mmechagua njia ya vijana challenge kama njia ya kuwaonesha fursa? Na huenda labda ni jambo ambalo ni shindano ambalo litaisha, lakini bado tutaendelea kuwa na kilio kile kile. Hapana, kama unavyofahamu, tarehe 10 mwezi wa kwanza 2026 tulizindua yale majukwaa ya vijana platform nchi nzima. Kwa hiyo kupitia yale majukwaa tulikuwa tumeanzisha shindano ndani ya yale majukwaa ambayo yanaitwa Kita Hub. Kita Hub na Idea Hub. Kita Hub na Idea Hub, tukawa tumepata
washiriki kama 1367 hivi. Kwa kupitia ile majukwaa tukawa tumepata washindi 15 kupitia kutoka kwenye 1000 na kitu hapo. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tukaona kwamba kama vijana hawa ndani ya mikoa mitatu wameweza kuwasilisha mawazo hayo vijana zaidi ya 1000, basi tunaweza kuanzisha shindano kubwa ambalo sasa vijana nchi nzima wanaweza wakaja na mawazo makubwa na tukaweza kufanya jambo ambalo watafurahi na wataona kwamba ofisi ya Rais maendeleo ya vijana inawajali. Wakati napitia mitandao ya kijamii Ibrahim, nimeona maoni ya baadhi ya vijana hao kwamba huu mbona ni kama mkakati wa kisiasa na hatuelewi kama utakuwa sustainable. Labda unaweza kuja na kuondoka. Una lipi la kusema kuhusiana na maoni kama hayo? Hii ni sustainable. Tukisema sio sustainable, hapana, kwa sababu kwanza hao vijana ambao watakuwa wamepata fursa hiyo, kama nilivyosema, tutaunganisha kwenye hizi taasisi za serikali na binafsi. Kwa hiyo kama mtu atakuwa amepata fursa kubwa kiasi hiki, ina maana ataendelea kukua na kutengeneza vijana wengine zaidi kama yeye. Kwa hiyo lakini pia tunatazamia huenda mwakani pia tukawa na challenge nyingine kama hii. Kwa hiyo vyote hivi ni endelevu na vyote vinatazama kumtoa kijana sehemu moja. Mnanuia hii challenge idumu kwa miaka mingapi mbele? Ndo tumeanza kwa sasa. Nadhani kadri tunavyoendelea inawezekana ikawa ni endelevu. Kwa hiyo bado uendelevu wake hauna safari moja na sio safari nyingine. Uendelevu wake manake hauna uhakika, kama nimekuelewa vizuri Ibrahim, sivyo? Ina uhakika kwa sababu kama nilivyosema, safari moja na sio safari nyingine. Kwa hiyo tuwezi kusema tunaishia hapa. Tunaendelea, ndio maana hata vijana wenyewe wanaendelea. Kwa miaka mingapi labda plani yenu kwa sasa hivi? Hapa mmeanza wa kwanza, mtakwenda miaka mingapi? Kevin amesema vizuri kwamba mawazo yao yanatekelezeka, yao ya muda mrefu, yao endelevu. Nadhani ni vizuri pia na hii program tujue tunaona kwamba tayari inatekelezeka. Uendelevu wake, sustainability yake ukoje? Nadhani baada ya hii challenge sasa tutapata muendelezo kwa sababu ni mawazo tuna brainstorm wote. Baada ya hapa tutapata mwelekeo. Kevin, niambie kama taifa linakwenda kunufaika vipi na haya mawazo ambayo yataletwa na vijana? Kwanza niseme hii challenge inajibu swali moja kubwa ambalo sasa ndio linajibu swali kwamba taifa linakwenda kunufaikaje. Kwamba kunapotokea hata mawazo yale inabidi sasa yajikiti zaidi pia kwenye hili swali. Kwamba kunapotokea tishio la uchumi duniani kutokana na vita, migogoro ya kiuchumi, teknolojia, siasa, Tanzania inajilinda vipi kutokana na hii migogoro? Kwa hiyo na nini kifanyike kwa Tanzania ili iendelee kuimarika kiuchumi? Kwa hiyo ina maana yale mawazo pia yataisaidia Tanzania kwamba kutokana na hii migogoro, kutokana na vita, kutokana na ushindani wa teknolojia, kutokana na siasa za dunia, Tanzania inajilindaje kiuchumi? Kwa hiyo tunaamini kwamba mawazo ya vijana yatakwenda kuisaidia serikali kuweza kujilinda kiuchumi, lakini pia kuimarisha uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo kwa namna hiyo taifa linakuwa limenufaika. Tuna matatizo kadhaa. Nilisikia Wizara ya Uchukuzi nayo imetoa changamoto kama hiyo kwamba leteni mawazo kwa ajili ya kupunguza swala zima la foleni, na saizi tumekuja tena na hii vijana challenge. Ibrahim, kwako samani, huyu ni mjumbe tu wa kamati ya majaji. Niko na wewe kwa zaidi kwa sababu wewe unatoka jikoni. Usikatae cheo chako. Swali langu kwako ni kwamba mtachukua muda gani kwanza kutekeleza mawazo yale ambayo mnaona kweli akina Kevin wameyachukua, wameyachakata, wameona haya yanakwenda kuboresha uchumi wa taifa letu, yanakwenda kutatua changamoto mbalimbali. Yatachukua muda gani kuanza kuyatekeleza? Asante mtangazaji. Kwanza wakati tunaendelea kuongea ujue kabisa mimi pia ni mjumbe. Lakini una kofia mbili, sivyo? Tofauti na Kevin bwana. Kevin naweza nikamdie muda wowote Instagram kakaangu. Wewe bwana mpaka nifuate protocol, sio? Lakini kwa sasa ni mjumbe. Una kofia mbili, usikatae kofia zako. Sawa. Kwa hiyo kama ulivyosema, hili shindano litachukua kama miezi miwili hivi kwa sababu kwa sasa hivi tuko kwenye process, wakati tunaendelea na hamasa, lakini pia tunaendelea kupokea mawazo ya vijana. Kwa hiyo litachukua kama miezi miwili hivi na tutakuwa tumefika kikomo na tutakuwa tumepata mshindi. Kwa hiyo
tunaendelea kuhamasisha vijana waombe zaidi kadri wawezavyo. Swali langu Ibrahim ni kwamba baada ya kupata mshindi, baada ya hiyo miezi miwili ya mchakato mzima, mmepata mawazo moja labda mpaka zile 3 bora kwa mfano, tupunguze uzito hapo. Itachukua muda gani kwa serikali kuanza kuyafanyia kazi, kwa sababu mnakuwa mmeshayapima, mmeona haya yanatekelezeka na yatasaidia taifa letu katika sekta mbalimbali? Asante. Kwanza, mawazo yakiwa mazuri ya vijana ambayo au washinda tulikuwa tumeyapata, hatutaenda mbali sana kama nilivyosema awali. Sitotoka hapo kwamba lazima kama nchi tuyafanyie kazi kwenye, kama ni mawazo ya teknolojia basi watu wa teknolojia watahusishwa. Kama ni mawazo ya kilimo basi watu ambao wanahusika na kilimo basi watapokea mawazo. Kama ni mawazo ya tuseme uvuvi basi the same applies. Kwa hiyo yatafanyiwa kazi kulingana na utaratibu wa serikali ulivyojiwekea na utekelezaji wa shughuli zake. Kevin, niambie, milioni 30 ni pesa nyingi sana kwa mshindi wa kwanza. Mnapokuwa mnampa huyu mshindi milioni 30 na wa pili milioni 15 na wa tatu milioni 5, mnampa ile pesa kama bakshishi kwa ajili ya wazo lake alilolibuni ama kwenda kuendeleza wazo lake? Kwanza niseme kabla ya kupewa zile milioni 30, 15 na milioni 5, kuna kipindi ambacho watakuwa wamekaa kambini. Kwa hiyo kwenye kukaa kambini, sisi kama kamati pia tuliona kwamba watapewa mafunzo ya aina mbalimbali, ikiwemo mafunzo ya kiuchumi kwa ajili yao wenyewe, lakini pia namna ya kuwasilisha yale mawazo, lakini pia kulinda yale mawazo yao. Kwa hiyo ile milioni 30 ingawa haipangiwi, hatuwapangii namna ya kwenda kuitumia, lakini tutakuwa angalau tayari tumeshawapatia elimu. Sasa yale mawazo, kwa sababu ni kwa ajili, kama ambavyo nimesema yajibu lile swali, ni kwa ajili ya kukuza uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo sio kwa ajili yake yeye mwenyewe. Ingawa pia kama ambavyo mwenzangu alitangulia kusema kwamba kwa wale ambao wataingia 10 bora, kwa sababu tunatarajia kufanya pia event kubwa ile siku ya mwisho ya kuwasilisha yale mawazo. Kwa hiyo yale mawazo inawezekana wakati wanatoa kuna zile 3 bora ambazo zitasaidia kwenye uchumi, lakini kuna yale mengine ambayo yatapewa ithibati kabla ya kuwasilisha kwamba yaweze kulindwa. Ndio. Na tunapozungumzia pia mawazo, kutokana pia na swali, sio lazima liwe ni wazo la kibiashara. Kwanza kama ni wazo la kisera, teknolojia, na kiuchumi, hiyo mawazo yote pia yanapokelewa. Ndio. Sikukuelewa vizuri pale Ibrahim, kwa wale 100 bora, yale mawazo 100 bora. Ulisema mnakwenda kuyafanyaje? Yale mawazo 100 bora ambayo tunasema hiyo itakuwa ni robo finali sasa. Hawa tutawapa vyeti. Kuthamini ule mchango ambao wametoa. Kwa hiyo tutawapa vyeti vya utambuzi vya kuthamini mchango wao. Na baada ya hapo? Baada ya hapo tutaendelea na, kwa sababu itakuwa robo finali. Mmetusahau sisi wale 100. Ukishanipa cheti bye bye baba Jeni, sio? Hapana, hao 100 tutaendelea na hatua nyingine, kwa sababu hizi ni hatua. Tutakuwa na 100, tutakuwa na 30, then tutafuata 10. Kwa hiyo mpaka tupate wale kutoka kwenye 10, sasa tutapata 3. Hapo inabidi nishushie fundo la Captain Morgan. Nikiwaza milioni 30 naitaka, nikifikiria 100 ya cheti na naishiwa pawa, lakini tutafika. Tutafika kabisa. Si haba, ulitaka kuongeza kitu Ibrahim? Lakini pia nilikuwa nataka niongezee kwamba kwenye kuomba hizo fursa ni vijana wote wa Kitanzania ambao ana miaka 15 mpaka 35. Kwa hiyo sifa tu yawe ni Mtanzania na hiyo miaka. Vigezo ni viwili tu, kwa vijana wote wako free kuomba. Kwa nini mlikuja na wazo la hii challenge, vijana kuwasilisha mawazo na sio mpango mwingine mbadala? Kama tulivyosema awali kwamba dunia inapitia misukosuko mingi sana. Kwa hiyo tunataka tuone namna gani vijana wa Kitanzania wanaweza wakatumia wakaona kwamba nchi yetu ingawaje misukosuko ya dunia ipo, lakini Tanzania inaweza ikatoka hapa na ikasonga mbele kutoka kwenye mawazo yetu. Kwa mawazo yao ndio ambayo yatasaidia sasa Tanzania, hata kama ikitokea changamoto za dunia kama sasa Mashariki ya Kati, lakini Tanzania inaweza ikasustain kutoka kwenye kile ambacho wanakifikiri. Kevin, kambi itakuwa kwa muda gani? Mpaka sasa na inaanza lini? Baada ya kuwa tumemaliza mawazo yamewasilisha haya mawazo hatua ya mwanzo mpaka tarehe 30, tunatarajia kwamba sisi wajumbe tutakaa
kamati tutakaa na kupitia yale mawazo na kuchambua mpaka mawazo 100. Kwa baada ya yale mawazo 100 ndio watakao ingia kabini wale watu 100, na tunatarajia kwa siku zisizozidi 7. Kwa siku zisizozidi 7. Kwa siku maalum kama zitakuwa ni 5, kama zitakuwa ni 4, hizo tutazitoa baadaye baada ya kuwa tumepata wale washindi 100 wa kwanza. Na mwisho wa kutuma maombi? Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 30 mwezi huu wa 4. Siku zimeisha bado wiki 2. Lakini nimeona vijana wanachangamkia sana fursa. Ndio swali langu lilikuwa linafuata, mwitikio vipi huko Mwitikio kwa kweli uko vizuri. Mwitikio uko vizuri. Mpaka jana, mpaka niangalie tena. Mpaka jana ilikuwa ngapi? Ilikuwa kama 400. Kwa siku 2. Nchi na vijana hii bwana. Na hapo langu bado halijafika. Hapo langu pia bado halijafika. Mashindano kama haya, Ibrahim, ni muhimu sana kusema kweli, kwa sababu yanachangamsha akili ya vijana na vitu kama hivyo. Lakini ukiongea na vijana wengi wanaona kama hayatoshi, kwa sababu pia kuwafikia, wewe unasema umepokea mpaka jana maombi 400, lakini kuna wengine ndo wanasikia hivi sasa hapa. Kuna wengine labda mpaka hiyo tarehe 30 watakuwa hawajapata kabisa fursa ya kufikia. Mna mipango mingine mbadala kuhakikisha kwamba mnawafikia vijana kwa namna mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanajikwamua na swala zima la uchumi, kwa sababu ajira ndo kilio kikubwa? Kwa kwanza mojawapo ya njia ambayo tunatumia kuwafikia ni hii hapa, kupita kwenye hizo media, lakini pia tuna magrupu mbalimbali ya WhatsApp nchi nzima, lakini pia tuna website ya grupu. Mtu anaingiaje? Anajiunga vipi? Kupitia kule tunatuma ni namna gani kijana anaweza akashiriki, vigezo nini tunahitaji kwenye andiko lao. Kwa kupitia tunakuwa tunasambaza kwenye magrupu ya vijana wenyewe. Vijana kama yapi? Maana ujue WhatsApp ni personal kidogo. Yes, WhatsApp ni personal, lakini pia kuna kwenye website, kwenye Instagram ya wizara. Pale wanaweza wakaingia kwenye hiyo bio wakaweza kuomba moja kwa moja. Sasa hapo alishanijibu Kevin. Swali langu ni kwamba hii ni fursa nzuri kwa vijana ya kuleta mawazo. Lakini vijana wako wengi, hawawezi kufikiwa wote. Kama wizara, mna njia gani nyingine za kuwafikia vijana kuhakikisha kwamba wanajikomboa kiuchumi na mnasikiliza sauti zao? Kwanza tuna maafisa vijana nchi nzima. Ambao maafisa vijana hawa ndio wanaoishi na vijana kule chini kabisa, kwa sababu sisi ni kamati, tupo wachache. Hatuwezi kufika kote. Kupitia maafisa vijana wetu tumekuwa tukiwasiliana nao toka tunaanza hii challenge, kwa hiyo wanafahamu. Kwa hiyo kule ambako kijana ambaye yuko interior kabisa, yupo kule ndani, afisa vijana ana uwezo wa kufikisha taarifa kwa kuwasiliana na viongozi wa level ya chini kabisa. Kwa hiyo hao ndo wapo huko maafisa vijana na wana taarifa na wanaendelea na hizo kuhamasisha ili vijana wengi zaidi hata ambao wako ndani kule waweze kutoa maoni yao namna gani wanaweza wakashiriki. Nimehama kidogo hapo kwenye hii challenge ya vijana uchumi challenge. Njia nyingine ambayo mnawafikia vijana wajikwamue kiuchumi, kwa sababu hili ni moja tu, na usikute vijana 400 hata kata ya Ubungo tu hawatoshi. Yani bado kuna vijana zaidi ya hao. Mnawafikiaje kwa wingi zaidi na kuwapa michongo mingine ya ajira, kama kauli mbiu yenu ilivyokaa kijenzi kabisa? Wana tunafikiri taifa linasonga. Wenyewe wanasema unyama kabisa. Wangependa wana wapate michongo zaidi kuliko hii vijana uchumi challenge. Kwa sasa hapo nyuma tulikuwa tunapokea maombi ya vijana ya mikopo. Kwa hiyo hapo kwenye mikopo kuna mengi hapo, Ibrahim. Sitaki tufike huko. Ndio maana nakwambia tusifike huko, kuna mengi. Sitaki tufike huko kwa sababu najaribu kugusia tu kwamba kama fursa nyingine za kiuchumi zipo ambazo zinatolewa na wizara, lakini pia halmashauri kupitia mikopo ya 10% vijana wanaweza kupata moja kwa moja, na vijana wengi wananufaika kupitia hizo program. Lakini kwa sasa ajenda yetu kuu ni vijana challenge, ndio ambayo tunapambana nayo ili tuweze kupata angalau kijana yupi anaona kwamba kupitia maoni yake basi anaweza akaisaidia nchi kutoka hapa ilipokwenda sehemu nyingine. Kevin, niambie, kuna swala la copyright. Nimefikiria tu kwamba mimi ndo nimeleta wazo langu pale, nimeshinda, nimekunja kitita changu cha milioni 30. Wazo wanabaki nalo akina Ibrahim. Wanavyokwenda kulitekeleza bado wata acknowledge kwamba hili ni wazo la imani, copyright inabaki kwangu, ama kwa ile milioni 30 nimewauzia kila kitu?
Kama ambavyo tulisema awali, kwanza tulifikiria mwanzoni wakati sisi kama kamati tulikuwa tumekaa, tukadhani kwamba ili kuhamasisha watu ambao watakuwa wanatuma mawazo yao tutakuwa tunaposti mitandaoni. Lakini sasa tukaja tukafikiria hilo jambo la kwanza. Kwa kuanzia wale ambao wameanza kutuma mawazo yao tangu Jumatatu, yale mawazo yote hayatakwenda public kwa umma. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakuja kujua wazo lao zaidi ya sisi kamati ambao tutayapitia. Lakini baada hapo wale ambao ni 10 tu ndio wataenda kupresent, wataenda kuwasilisha ile mawazo yao ile siku ya mwisho kwa umma, na kabla hawajawasilisha, kwa sababu kama kamati pamoja na majaji tutakuwa tumeshasikiliza. Kwa hiyo baada hapo yatapewa ithibati, ina maana kuyalinda. Kwa hiyo wale ambao wataenda ile siku kupresent tayari watakuwa na miliki. Kwa hata wale ambao ni washindi kwenye wale 3 bora tayari pia wenyewe wanakuwa wamepewa ithibati. Kwa hiyo yale yanakuwa ni mawazo yao. Kwa hiyo baada ya hapo wale 3, kwa sababu serikali itakwenda kuyatumia, basi baada ya hapo nadhani hatua nyingine ambayo itafuata kati yao 3 na serikali, lakini kwenye kuyalinda yale mawazo kabla ya kuyapresent kabisa itakuwa imelindwa. Ibrahim, mmejipanga vipi huko? Kevin ameshatuambia mpango wao umenyoka kama rula. Kwenu huko vipi? Wazo mnavopeleka kwenye wizara kama hili ni teknolojia, mmewapa wizara inayohusika, sijui uchumi mmewapa wizara husika. Wazo hilo kama serikali mtatoa acknowledgement kwamba hili ni wazo la kibenje na tunakwenda kulitumia, ama mnalinunua linakuwa la serikali? Sisi kama kamati kisha maliza taratibu zao. Hapo nimekuuliza kwenye kofia ile nyingine. Na mimi naelekea. Kamati kisha maliza jukumu lao na kisha wasilisha kwamba hawa ndio washindi. Serikali na taratibu zake za kiutendaji ambazo inafahamika. Kwa hiyo siwezi nikasema hapa kwamba sasa labda tutafanya hivi, lakini wakisha tukabidhi basi way forward tutatangaza na itafahamika. Ficha nyinyi nani Ibra? Sawa. David Fanuel anasema mashindano hayo ni muhimu sana tena sana, ila kuwe na mipango mingi zaidi. Umelipokea? Mbona uandiki notes? Mkungu wa Ngwarumba anasema yeye binafsi sio Gen Z, lakini anachodhani ni kwamba vijana wanatakiwa wajengewe uelewa mkubwa wa nidhamu ya matumizi ya fedha, maana baadhi yao hawafikiri kesho yao. Kevin, uligusia hilo akiwa kambini wa Tanzania. Milioni 30 sio mchezo. Kevin, Naam. Shughuli imeshaanza na watu tayari wamekwishaanza kuja kuleta mawazo yao. Unawaambia nini kwa siku hizi zilizobaki kwa vijana wenye mawazo? Niseme kwanza, vijana uchumi challenge ni ya vijana wote. Kwa kila kijana ajione kwamba ni sehemu ya vijana uchumi challenge. Kwa hiyo kama mtu ana mawazo ya kiuchumi anapaswa kuwasilisha. Kikubwa tu awe ni Mtanzania, ana umri kati ya miaka 15 mpaka 35, na tunahakikishia kabisa shindano hili litaendeshwa kwa uwazi, kwa haki. Yaani hakuna mshindi ambaye ameandaliwa. Kwa kila mmoja ajione kwamba yeye ni mshindi. Lakini pia anaweza kuwasilisha kwa lugha ya Kiswahili au lugha ya Kiingereza, na ni mtu mmoja, sio kundi. Kwa hiyo kama kikundi tuna mawazo yetu, hapana, ni mtu mmoja. Kwa hiyo niwasisitize, kama mtu ametusikiliza sasa hivi aingie Instagram, atafute page ya OR Vijana. Akiandika tu OR Vijana atakuta pale linki kwenye bio yao, alafu kuna ile form aweze kuijaza na kuwasilisha wazo lake. Kikubwa wazo linapaswa, kama tawasilisha, kuna namna mbili za kuwasilisha wazo: kwa njia ya maandishi yasiyozidi maneno 300 au video isiyozidi dakika 3. Ibrahim, unasemaje? Sisi kama kamati, lakini pia umenivisha na kofia nyingine. Hiyo ni yako, ulikuwa tu utaki ijulikane. Tunawahamasisha vijana kwamba hii fursa ni ya kwao, ili shindano ni la kwao. Sisi tupo tu kufacilitate ili mshindi aweze kupatikana. Utaratibu wote utakuwa wazi kabisa, utakuwa taarifa zote zitatolewa kwa uwazi kabisa, na tunawakaribisha makampuni yaweze kufadhili kwenye kongamano yenyewe Crown. Tunawakaribisha sana ili muweze kuwa sehemu ya shindano. Sina tushakuwa sehemu mko hapa, lakini tayari ni sehemu, ila tunataka tuendelee moja kwa moja mpaka tufike mwisho. Lakini pia kama kuna makampuni mengine yanaweza yakadhamini shindano, basi tunawakaribisha. Lakini vijana wote wa Kitanzania kama ilivyosemwa, kuanzia 15 mpaka 35 tunawakaribisha
waweze kutengeneza historia katika shindano hili. Sawa, Ibrahim na Kevin, asanteni sana, na naamini vijana wataendelea kuleta mawazo na watakieni kazi njema, kwa sababu najua sio rahisi, na kwenye mashindano maneno hayakosekani. Jamani, mimi wazo langu lilikuwa zuri, wamelitoa, kulikuwa na mshindi wao, lakini sisi tunasubiri kuona mambo yatakuwa vipi, na msisite kuja hapa Crown kutoa update mambo yanaendeleaje. Umetuahidi vitu vingi sana Ibrahim, kwamba ukimaliza tutapeleka huko. Mimi nataka kuona sustainability kama mlivyoweka vigezo vyenu kwenye mawazo kwamba yawe endelevu, na nyinyi tunatamani kuona mpango huo unakuwa endelevu na unatekelezeka. Isiwe tu vijana uchumi challenge imeishia leo, mwakani hatuoni kitu kama hicho, kwa sababu wengine matomaso anataka kuona kwanza ndo mwakani alete wazo lake, sivyo? Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.